miongoni mwa sababu za mtu kutafuta riziki, mafatu riziki au asbabu riziki. Kwanza miongoni mwao al-istighfar wa tauba. Kana katika zile sababu unazozitafuta za kupata riziki, ndani yake ulete wingi wa istighfar na urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alayka bi kathrati al-istighfar wa tauba. Qala Allah ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kwa hivyo miongoni mwa sababu za mtu kutafuta riziki, alete istighfari kwa wingi, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu, nikamwambia, istaghfiru rabbakum, muombeeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, Allah ni mwingi wa kusamehe. Baada kuleta istighfari, atakayofuatia natija yake, yursilu samaa alaykum midrara. Hiyo ndio natija ya istighfar. Allah atawaletea mvua tena kwa mfululizo, ataonyeshea tu mvua ile ndio itapatikana sababu ya nyinyi kupata riziki. Jaa fil athar, ilikuja katika athari kwamba bwana mmoja alimfuata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, akimweleza matatizo. Huyo mmoja akamwambia, ukame umezidi nchi yetu, au sehemu tunaoishi tunakufa kwa ukame. Na mwingine akamwambia, ya Imam, mimi sina watoto. Na mwingine akamwambia, riziki imepungua, sina mali. Wote hawa wote matatizo yao, kila mmoja ana shida tofauti, kila mmoja ana maradhi tofauti, lakini dozi yao ni moja tu, dawa yao ni moja tu. Akamwambia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Walioko pale wakamuuliza Imam, kila mmoja amekuja na maradhi tofauti, mbona dawa ni moja? Akamwambia, naam, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasomea aya hii, innahu kana ghaffar. Baada hapo, yursilu samaa alaykum midrara, yule ambaye kwamba ana ukame, mvua imenyesha huko. Wa yumdidukum bi amwal, Allah atawapa mali, wa banin, na watoto, yule mwenye kuhitaji watoto na yule mwenye kuhitaji mali. Waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara, na Allah atawajalia mabustani na atawajalia mito. وقال صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أسمى متومي صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار, anaileta istighfari kwa wingi, جعل الله له من كل هم فرجا. Natija yake Allah subhanahu wa ta'ala atakutoa kwenye dhiki, atakutia kwenye faraja, atakutoa kwenye husni, atakutia kwenye furaha. Baada hapo, min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja, na kwenye dhiki na kwenye shida pia utatoka, atakutafuta sababu na njia nyepesi ya kutokea dhiki hizo. Warazakahu, na Allah atakupa riziki min haythu la yahtasib, kwa njia ambayo kwamba hukuidhania. Kwa hivyo miongoni mwa kutafuta riziki al-istighfar wa taubatu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu nyingine, at-tabkiru fi talabi rizq, kurauka na kutoka mapema katika kutafuta riziki. As-sahaba kanu la yanamuna ba'da salati al-fajr. Ndio kaona katika masahaba wengi walikuwa hawalali baada salati al-fajr. Wajua ndio wakati wa kutoka kutafuta riziki, sio wakati baadhi yetu tumekuwa wavivu. Ndio kaona kina Umar bin Khattab au Ali bin Abi Talib radhiallahu anhuma, wakitoka kazini urudi kama saa 4 saa 5, wakalala nini? Qailula. Washangaa, huyu mbona analala saa 5? Ndio qailula inapolaliwa hii, sio baada ya dhuhur. Qailula ulaliwa saa 4 saa 5, hapo wakati kabla dhuhur. Akawa yuwalala kwa sababu atoka kufanya nini? Atoka kutafuta riziki baada salati al-fajr. Kwa hivyo at-tabkir ni mtu kurauka na kutoka mapema fi talabi riziki, katika kutafuta riziki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, wabarikie umma wangu kule kurauka kwao, fi bukuriha, kule kutoka na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala naye yakupa baraka zake. At-taqwa, miongoni sababu nyingine ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na yoyote atakayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atamtafutia njia za kutoka kwa Allah kupa badili yake, kwa sababu wayurbi sadaqat, na Allah subhanahu wa ta'ala huzikuza zile sadaka zinazotolewa. Silatul rahim, faman wasala ar-rahima wasalahu Allah wa man wasalahu Allah zada lahu fi rizqi. Ndugu yangu Muislam, sababu nyingine ni mtu kuunga kizazi chake. Atakayeunga kizazi Allah atamuunga, na atakayeungwa na Allah, Allah humzidishia katika riziki yake. Qala sallallahu alaihi wasallam, man asarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimahu. Yoyote ambaye kwamba atakabarikiwe kwenye kizazi chake, kwenye kipato chake, kwenye kazi yake, kwenye biashara yake, na ataka Allah amtilie baraka kwenye umri alionao, amtilie baraka, ampe umri ambao kwamba wa kheri kuishi katika dunia hii, au ampe umri wenye amali njema kwenye matendo yale, au kwenye umri ule, basi falyasil rahimahu. Tumesema sallallahu alaihi wasallam aunge kizazi chake, ikramu dhuafa wal ihsanu ilayhim. Sababu nyingine ni kuwakirimu wale madhuafa, kuwakirimu wale ambao kwamba ni wanyonge,
wal ihsanu ilayhim, na kuwafanyia ihsan. Fa arzaquhum ma'a rizqik, jua ndugu yangu Islam, riziki zao wale madhuafa, wale watu wanyonge, wewe hai, watu ambao kwamba wanahitaji, riziki zao iko pamoja na riziki yako. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidhuafaikum, hamutonusuriwa wala hamutoruzukiwa isipokuwa kwa hawa wanyonge. Kwa hivyo kila unapoangalia wale wanyonge, kila unapotoa. Mmoja katika masahaba alikuwa ndugu wawili, mmoja akisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja akienda kazini. Huyu aenda kusoma, huyu aenda kazini. Akarudi huyu akamwambia, ya Rasulullah, huyu hataki kufanya kazi, mimi naenda kufanya kazi, haja kusoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa sababu ya huyu ndio wapata riziki, kwa sababu wewe wamwangalia huyu kusoma, wewe wamsimamia huyu kusoma. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yuwakubarikia riziki huko na kukuongezea, kwa sababu umemsimamia mtu katika jambo la khairi, umetoa katika jambo la khairi. Kwa hivyo adhuafa haula Allahu yansurukum ala a'daikum wadhuafa haula Allahu yazidu ala arzaqikum. Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na madhuafa hao ndio atatunusuru kule kunusuriwa na maadui zako na hasad na balaa, kutokamana na madhuafa. Waangalia, wafanyie ihsan, na kule Allah subhanahu wa ta'ala kukuongezea baraka kwenye riziki kutokamana na madhuafa, wawafanyia wema. Ndugu yangu Islam, as-sala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha. Miongoni mwa sababu za mtu kupata riziki ni kushikamana na jambo la sala.